Matumizi ya uuzaji wa pombe isiyoruhusiwa katika eneo la Kajiado Kaskazini umekithiri mipaka. Hii ni baada ya kufunguliwa kwa vilabu hata saa 4 za asubuhi, jambo ambalo linachangia pakubwa katika ongezeko la uraibu wa pombe. Katika msako uliofanywa na maafisa wa serikali ya Kajiado, mwendo wa saa 4 asubuhi, wazee walipatikana wakibugia vileo katika baadhi ya vilabu ambavyo vilifungwa na serikali mwaka 2023. Hizo basi zilikuwa zimefungwa 2013. So 2024 hazikuweko. 2025 tulipofanya inspection tukasema zizipewe license, lakini wamecrawl back wakaenda wakapata license kwa mlango ya nyuma, na sasa ndio maana tumekuja hapa kufunga, na community imesema haitaki club karibu na residence zao. Wamama wanasema watoto wao wanakunywa pombe, wanaanza macho imetani kuwa yellow. Mambo mingi wanaanza kucheza kama ni watoto. Ni wazee, mtu ako na miaka 30, 40, lakini mama mzee sasa analinda mtoto wake, kwa sababu huyo mtoto hata chakula hawezi kula kwa sababu mpaka akunywe pombe. Inahuzunisha sana kusikia kwamba vijana wetu wadogo wanakufa kwa sababu ya pombe ambayo ni pombe ambayo si nzuri, pombe ambayo imepigwa marufuku. Mfano, hivi majuzi kulikuwa na mazishi Kerarapon, na baada ya kumaliza mazishi ile hata dakika kidogo haikuisha, kuna kijana pia mdogo alikufa, na inahakisiwa kwamba alikufa kwa sababu ya utumizi wa pombe ambayo si nzuri. Kwa hapa na kamati ya bunge kama wiki 3 zimeisha, na tukarecommend hizo vilabu zote zifungwe, na hizo wines and spirits ambazo ziko kwa residential area zifungwe zote, kwa sababu we cannot entertain a society ambayo itakuwa kazi ni kuuziwa pombe asubuhi. Vijana wetu wengi wamegonjeka, wengine wamekufa.